Jina la Bwana lipewe sifa. Na kualika masaa haya ya mchana na masaa haya siku ya leo tuweze kuungana pamoja katika kusikia neno, katika maombi na kwa utukufu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Na jina la Bwana litapata kutukuzwa tunapoungana katika maombi na neno, na utaweza kubarikiwa sana. Kwa majina yako ni Pastor Justus Mwerege Gatua. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na hudumu na ninahubiri nikiwa nimeokoka na Yesu akiwa mlinzi na kiongozi wa maisha yangu. Kwa hivyo namshukuru sana kwa sababu ya gharama kubwa amelipa kwa ajili ya maisha yangu, na kwa sababu ya mahali nimefika nimeona uaminifu wake na rehema zake na fadhili zake. Amekuwa pamoja na mimi. Kwa hivyo namtukuza na akiri ya kwamba yeye ni Bwana katika maisha yangu. Kwa hivyo siku ya leo ningependa tuweze kuwa na wakati wa maombi, kisha baadaye tuweze kusikia neno na utapata kubarikiwa. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana masaa haya, mfalme mwema, nikisema Bwana kwamba wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Jehova, uinuliwe milele. Ulikuwa kwa Bwana mwanzo, uko siku ya leo mfalme, na utakuwa hata milele mfalme. Asante mfalme mwema. Hakuna wa kuchukua nafasi yako katika maisha yetu. Hakuna kuchukua nafasi yako Bwana katika wokovu wetu Bwana. Wewe Bwana umetamalaki kwa nguvu zako mfalme. Baba, umeinua watu wako mfalme mwema siku ya leo ili wakuhimidi, wakuimbie mfalme mwema, waweze kuhubiri neno lako Bwana mfalme, na waweze kulitia jina lako. Baba, ni asante. My Father, my God, ninakualika wakati huu tunapoenda Bwana kusikia neno. Ninaalika kwa mtakatifu Bwana, Jehova Mungu, wale ambao watasikia neno lako Bwana, natangaza mabadiliko katika maisha yao kiroho. Natangaza Bwana wakujue zaidi. Natangaza Bwana tukuzwe ndani ya roho wako. Tukuzwe pia katika neno. Tukuzwe kiimani. Tukujue na tutende mapenzi yako Bwana. Help us our God to do your will. Katika jina la Yesu Kristo Mungu. Baba, ninaombea yule ambaye anayenitazama. Baba, namuombea fadhili zako, namuombea neema yako, namuombea kibali, namuombea Bwana ukatembee na yeye katika jina la Yesu Kristo. Baba, namnenea roho ya kuogopa Bwana neno lako na kulitii katika jina la Yesu Kristo. Help us to fear you and to obey your word in the name of Jesus. And the blessing ambazo Bwana umeweka kwa ajili ya watu ambao watakaosikia sauti yako na kuitii kwa bidii, zikatujilia maishani mwetu, zipate nafasi ndani yetu, zipate nafasi ya kutamalaka katika maisha yetu. Tukuone mfalme mwema, kwa maana wewe ni Mungu wa ahadi na unajua kutimiza ahadi zako. Asante Bwana. I declare your presence as we are going to hear your word. Oh my God, speak to us, oh God. Speak to our spirit. Speak to our souls, oh God. Help us, oh Lord, to say no to iniquities, to say no to every kind of ungodliness, ili Mungu uweze kupata nafasi ya kutamalaki katika maisha ya watu wako, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, tuongoze, tunene. We are eager to hear from you. Na katika jina la Yesu Mungu tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Sema amen mahali yuko, na Bwana atapata kubariki na atapata kutenda mema. Wakati huu ningependa tuweze kusikia neno ile Mungu amenipea ili niweze kunena na wewe, na patia Mungu nafasi hii na ukaweze kuwa na kiu ya kujua kile Mungu amepanga na wewe siku ya leo. Na siku ya leo tutasikia neno ambalo linalokuja kuhusu the title of the word of today. Inasema ya kwamba doing God's will, ama kufanya mapenzi ya Mungu. Ni kuambia ya kwamba mwanadamu anatakiwa, or the great responsibility ya mwanadamu kwa Mungu ni aweze kutenda mapenzi ya Mungu. Aweze kufanya kile Mungu amemuagiza akaweze kufanya. Na kuweza kufanya mapenzi ya Mungu, unapaswa kwanza ujue mapenzi ya Mungu ni gani kwako. Praise the name of the Lord. Na mapenzi ya Mungu utaipata kupitia neno lake. Kuweza kujua Mungu amesema nini kuhusu mimi, kuhusu maisha yangu. Nini hiyo Mungu anataka niweze kufanya.
Nini hiyo Mungu amepanga na maisha yangu? Amenena nini katika maandiko yake? Unaposoma neno, unapata kujua kile Mungu anatarajia ukaweze kufanya. You will be able to know his will. Praise the name of the Lord. And knowing God's will, you have that desire. If you want to please God, you do his will. Kwa hivyo, kufanya mapenzi ya Mungu, unampendeza Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ningekuombea siku ya leo, uombe Mungu ya kwamba ukaweze kuwa na kiu ya kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yako ni gani. Anasema nini kuhusu wewe? What is the plan of God concerning your life? And the plan of God concerning your life is written in the word of God. Bwana apewe sifa. Wakati mwingine Mungu anaweza kunenea kwa njia tofauti. Anaweza kunenea wewe peke yako na akwambie, nataka ukaweze kufanya jambo fulani. Nataka ukaweze kutimiza jambo fulani. Enda kwa mtu fulani. Fanya jambo fulani. Sema jambo fulani. Bwana apewe sifa. Unapohubiri, Mungu anaweza kuambia ya kwamba hubiri jambo fulani. Kaya hawa watu mambo fulani. Mungu akufunulie. Kuna mambo inaendelea ambayo sio salama, ambayo sio mzuri, na unapaswa kuwakanya hawa watu hawa. Wewe Mungu anakuelekeza, na wakati mmoja na mwingine tunasikia sauti ya Mungu lakini hatuelewi hii ndiyo mapenzi ya Mungu kwa wakati kama huu. Bwana apewe sifa. Mungu anaweza kunenea kwa ndoto na akwambie kile kinakuja, kile kinaandaliwa, na unapaswa uombe, unapaswa ufanye jambo fulani. Hiyo ni njia pia ya Mungu kukuambia mapenzi yake ni gani katika maisha yako. What is the will of God concerning your life? It is our obligation to seek God so that God can reveal unto us his will concerning our life. Bwana apewe sifa. It is our responsibility to seek God for his will. Hallelujah. Kwa hivyo tutapata mfano wa mtu mmoja ambaye alituonyesha ama anatumika kutuonyesha njia ya kufanya mapenzi ya Mungu. Alifanya mapenzi ya Mungu hata wakati watu walinena kinyume na yeye. Baada yake kufanya mapenzi yale Yesu alikuwa amemwambia afanye, hakusikiza mapenzi ya wanadamu. Hakusikiza kile watu wanataka, lakini yeye alifanya kile Mungu alimwagiza akaweze kufanya. Na ni katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, in the book of John chapter 5 verse 1. Tutasoma mpaka tufikishe verse 16. Verse 16 na verse 16. Maandiko inasema ya kwamba inaongea kuhusu mzee mmoja aliyekuwa hawezi ama na ugonjwa, amekaa katika birika ya Bethesda, na wakati alikuwa pale miaka 38. Maandiko inasema ya kwamba Yesu alikuja na akamponya. Tutajifunza mambo kadhaa kupitia habari ya mtu huyu, na utapata kujua ni vizuri ujifunze kufanya na kujua mapenzi ya Mungu. Na maandiko inasema hivi katika Yohana Mtakatifu chapter 5 verse 1 up to verse 16 and 17. Maandiko inasema ya kwamba baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakikonja maji yachemke. Verse 4. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutiburiwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa verse 5, na hapa walikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Verse 7. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana,
mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Verse 8, Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Verse 10, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? Lakini verse 13, lakini yule mtu aliyeponywa hakumjibu ni nani. Hakumjua. Verse 13 rudie. Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Verse 14, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Verse 15, yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu. Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Basi verse 18, verse 18, basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimwita Mungu baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Amen. Tumefikisha verse 18. Verse 18, tumalize verse 18. Basi Yesu akajibu akawaambia, amini amini nakuambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona Baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Bwana apewe sifa. Haleluya. Tumefikisha verse 19. Maandiko inaongea kuhusu mtu mmoja ambaye alikaa katika birika ya Wayahudi huko Yerusalemu. Na hiyo birika ilikuwa inaitwa Bethesda. Na katika birika ya Bethesda, mtu huyu alikuwa amegojeka ugonjwa ambao hakuwa anajiweza. Na aligoja kama ilivyokuwa kawaida ya watu mahali pale. Na maandiko inasema ya kwamba palikuwa na jamii ya wagonjwa. Kwa hivyo kulikuwa na magonjwa na watu ambao walikuwa na magonjwa tofauti wameungana pale seeking for healing. Na wakati ule malaika angekuja kwa wakati maalum aje atibue maji ili atakaingia akiwa wa kwanza apate kupona. Mtu yule alikuwa pale miaka 38. Hakuweza kupata mtu wa kumsaidia ama hakuweza kujisaidia kuingia katika birika akiwa wa kwanza maji yakitibuliwa na malaika. Kwa hivyo uponyaji ulikuwa unampita. Alikuwa anagoja kufanya mambo kikawaida. Lakini mapenzi ya Mungu haikuwa yeye atendewe kama watu wengine. Lakini Mungu alikuwa na njia zake za kumletea uponyaji. Kwa hivyo hata na siku ya leo, what God is teaching us in this phrase is that on the scripture ni ya kwamba sio lazima ugoje mambo yako itendeke kama yanavyotendeka kwa watu wengine. Kwa sababu njia za Mungu kwa mtu mmoja sio njia ambayo inafanana kwa mtu mwingine. Mungu anaweza kuja kwangu kwa njia fulani, lakini kwako aje kwa njia tofauti. Mungu anaweza ninenea kwa njia hii, lakini wewe akikunenea, akunenee kwa njia tofauti. Kwa hivyo ni vizuri kujua vile Mungu huwa anatenda kazi katika maisha yako.
ili usifuate maisha ya watu wengine ukidhania ya kwamba you are on the right track and maybe hauko katika njia ambazo Mungu anatarajia ukaweze kuwa, ama haufanyi kulingana na matarajio ya Mungu. Bwana apewe sifa. Na kuweza kukaa kulingana na matarajio ya Mungu ni kuweza kujua mapenzi yake ni gani katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Wakati Yesu alimpata akiwa amelala pale, na maandiko yanasema ya kwamba Yesu alijua ya kwamba amekuwa pale kwa muda mrefu. Mungu anajua haja ya moyo wako. Mungu anajua kile amekupangia katika maisha yako. God knows what his will is at your life, ama katika maisha yako. Anataka ufanye nini? Mungu anajua. Lakini wewe ukijiongoza na useme ya kwamba nitafanya, I know, wanapewa sifa. Let me tell you, you don't know until you seek for God's will upon your life. Wanapewa sifa. Na kila wakati tunapaswa kufuatilia mapenzi ya Mungu at every time. Wanapewa sifa. Kila kitu ukiamua kufanya, ni biashara unataka kuanzia, God knows. Mwambie tu, mwambie ili adhihirishe mapenzi yake katika hilo jambo ambalo unakusudia kulifanya. Bwana apewe sifa. Unataka kuingia katika huduma, mwambie Mungu ili akuongoze na utende kazi ya Mungu katika mapenzi yake. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ni masomo. Mimi nataka kuingia katika masomo. Ni vizuri mjulishe Mungu ili ajidhihirishe kwako, akwambie mapenzi yake ni gani katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Maandiko yanasema ya kwamba verse 4, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Bwana apewe sifa. Haleluya. Mambo ambayo unataka kufanya, Mungu hata hana shida nayo. Lakini kile anataka ni ukamruhusu akuongoze. Bwana apewe sifa. Yesu kile alitaka hapa ni huyu mtu aweze kujua Yesu ako na uwezo wa kumponya. Hata kama yeye hakujua ya kwamba huyu ni Yesu, lakini matarajio ya Yesu ilikuwa ya kwamba huyu mtu ndani ya moyo wake awe tayari Mungu atende mapenzi yake katika maisha yake. Katika ugonjwa aliokuwa nayo, Mungu atumie njia zake yeye mwenyewe kumponya. Bwana apewe sifa. Lakini sio njia ya watu wengine. Maandiko yanasema ya kwamba alimuuliza kama wataka kuwa mzima. Yule verse 7, yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Wakati huyu mtu anajieleza, anaonyeshana ya kwamba matarajio yake haikuwa ati Mungu atumie njia zake. Matarajio yake ilikuwa atumie njia ya watu wale wengine ili hata yeye aponywe kama wao. Lakini Mungu akamwambia, Yesu akamwambia kwamba jitwike godoro lako uende. Mara hiyo huyo mtu akapata kuwa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Na maandiko inasema ya kwamba siku hiyo kulikuwa siku ya Sabato. Na wakati wa Sabato, wakati wa Yahudi, ilikuwa ni sheria ya kwamba siku ya Sabato haungefanya jambo lolote ambalo ni aina ya kazi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kwake kujitwika godoro kama vile Yesu alivyomwagiza afanye, kwa Wayahudi hiyo ilikuwa ni hatia. It was against the law. Bwana apewe sifa. Haungefanya kitendo kama hiyo, kwa maana hiyo ni baadhi ya kazi. Lakini Yesu amemwambia, jitwike godoro lako uende.
Tunaposoma hapa chini verse 10, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Wanapewa sifa. Wanamhukumu. Kama vile pia nasi tunapotenda mapenzi ya Mungu, unaweza patana na watu ambao wanafuata mapenzi ya wanadamu wakitarajia sisi wote tuweze kufanya kama ilivyo kwa watu wote. Lakini as we follow God's will, unaweza patana na opposition. Unaweza patana na watu ambao hawatakuelewa. Unaweza patana na watu ambao watakuhukumu na watakuambia mambo ambayo pia wewe ukiangalia utaona ni kama ni ukweli, umefanya dhambi, lakini ukiangalia ni Mungu amekuagiza ufanye lile jambo, utaweza kuwa na ujasiri wa kutetea Mungu aliye ndani yako. Bwana apewe sifa. Utaweza kusimama na kuendelea kutimiza mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Usiwe na uoga wakati unasikia sauti ya Mungu. And maybe in your locality haupasi kufanya jambo kama hilo, lakini Mungu amekuagiza, wewe timiza. Mungu aliyekuagiza, hata wakati unapohukumiwa na wanadamu, hata wakati wanapokosa kukuelewa, you, as far as God is with you, continue doing his will. Bwana apewe sifa. Katika kutenda mapenzi ya Mungu kuna thawabu. Praise the Lord. Kuna malipo. Wewe endelea. Mtu huyu hakujali kama Wayahudi watafanya lolote kulingana na sheria vile ilikuwa inasema, lakini yeye haja yake ilikuwa amepona. Alikuwa na ugonjwa, hangeweza, lakini si wakati huu. Hata kama ni Sabato, anaweza. Yeye ndiye amejibebea godoro, hagojei malaika atibue maji. Amewaacha jamii kubwa ya wagonjwa. Miaka 38 amelema, lakini wakati ule amekuwa mzima. Kwa hivyo haikuwa shughuli kwake kujua Yahudi wasema nini. Borake tu ako mgonjwa ama ako mzima. Hako mgonjwa tena, ako mzima. As far as God is with you, as far as you get what you want from God, as far as you attain your destiny in whatever thing you are doing, as far as you have heard the voice of God, do not concentrate on the takes of men. Usiwahi weka concentration yako kwa wanadamu na kile wanataka, lakini wewe weka mawazo yako na nia yako kwa mapenzi ya Mungu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Maandiko inasema ya kwamba verse 12 inasema, basi wakamuuliza yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? Bwana apewe sifa. Wanafikia yule ambaye alimwambia ili hukumu sasa waiondoe kwa huyu, kwa maana ni kuagizwa ameagizwa, hukumu imwendee kwa Yesu. Kwa maana ili sheria yao itimie. Bwana apewe sifa. Kanuni za watu isikutishe. Vile watu wameamua isikutishe. Wewe jalishwa na uamuzi wa Mungu. Yeye aliyeamua mambo mema kuhusu na akakuagiza na ukatii sauti yake na ukafanya mapenzi yake, atakutetea. Bwana apewe sifa. Maandiko inasema ya kwamba inaendelea, lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Yule mtu hata kujua ni Yesu amemponya, hageelezea ni nani. Na hata kama angemjua, hagewaambia Wayahudi Yesu ako wapi. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba alijitenga kwa sababu kulikuwa na watu wengi mahali pale. Hata yeye shughuli yake hakujua Mungu ni nani ama Yesu ni nani ili amponye. Yeye haja yake ilikuwa nimeponywa na ameniambia nituke godoro langu niende, akatii. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mtihani wa kwanza aliyoupata ni kujieleza haja ya moyo wake kwa Yesu. Mtihani wa pili ni kutii. Jitwike godoro lako uende. Bwana apewe sifa. Wakati mwingine unaweza omba, mwambie Mungu haja ya moyo wako, and you present your desire to God. But there might be a test for you to pass. There might be a test that God wants to know whether you are obedient unto him. Kama wewe ni mtiifu kwake, ili kile unaomba kwake akutimizie. Ukipata hicho unataka, utakitumia namna gani? Unawekewa test. Bwana apewe sifa. Ama Mungu anakuambia, unataka nikufanyie hiyo,
anakuambia fanya hii kwangu, fanya hii kwa ufalme wangu, support this ministry, talk to these people, ondoka mahali hapa, enda mahali fulani. Hiyo muujiza unagoja, nitakutendea utakapotoka hapa uende mahali fulani, utimize jambo fulani. Lakini wewe unakosa kuelewa, unakaa tu mahali huko kwa sababu watu wenu wanakuambia ukae pale. Sababu watu wenu kuna kazi walikuwekea na walikuambia lazima ukae hapo, baraka zako ziko hapo. Kwa hiyo sisi wote ni walimu, kwa hivyo pia wewe uwe mwalimu ili tukusomeshe. Sisi watu wote ni maaskari, kwa hivyo hata wewe ingia kwa askari ili tukulipie kosi yako. Lakini unapata kujua ya kwamba mapenzi ya Mungu kwangu sio kuwa askari kama watu wetu. Mapenzi ya Mungu sio kufuata kanuni za kwetu ama karia za kwetu ili nipate msaada ya watu wetu. Kile unapaswa kujua ni msaada wa Mungu ambao kuupata ni kupita mtihani wa kufanya mapenzi ya Mungu. Wanapewa sifa. Hallelujah. There are very many people who are successful in life, but they can never count on the support of their people. Siongei kuhusu ati tusiweze kuwasikiza watu wetu ama tusiwapende ama tusikae na wao. Najaribu kusema ya kwamba unaweza shauriwa na mtu ambaye unamdhamini sana, lakini ushauri wake ni kinyume na ushauri wa Mungu. Ni vizuri ufuate ushauri wa Mungu. Bwana apewe sifa. Tembea na Mungu kivyako. Have a personal walk with him so that he may teach you his will and you to do what he desires you to do. Bwana apewe sifa. Verse 14 nasema ya kwamba baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Yesu baada ya kuacha alienda hekaluni, na wakati alifika kwa hekalu alipata yule mtu kwa hekalu. Kwa hivyo huyu mtu baada ya kuponywa alipita mtihani wa tatu ambao ni kumfuata yeye aliyemponya. Wakati unaomba na Mungu anakujibu, unataka kazi, unataka biashara, unataka masomo, unataka uweze kupata success in your ministry, wacha nikwambie siri moja. Unapoomba na unajibiwa, usiache Mungu wako. Usiache kufuata yule ambaye alikutendea. Usifuate wale umepata kazini. Usifuate mambo ambayo unafunzwa na watu ambao hawajui siri yako na Mungu. Wewe fuata vile Mungu anakuagiza, usimwache Mungu. Wanapewa sifa. Usiache kufanya kile ulikuwa unafanya ili mjuane na Mungu. Usiache wokovu sababu umepata pesa ambazo ulikuwa unataka. Usiache huduma kwa maana umepata kwako. Sasa uko na jambo la kujificha ndani yake. Ni kwa sababu nilikuwa nashughulikia familia, ndipo sasa sijapatikana kwa kazi ya Mungu. Nilikuwa nimechelewa kazini, ndipo sasa sikuweza kufanya kile Mungu aliniagiza nifanye. Usifanye jibu la maombi yako liwe kizuizi chako kumfuata Mungu. Bwana apewe sifa. Alienda kwa hekalu, Yesu akampata pale. Yesu akamwambia ya kwamba, angalia, umekuwa mzima. Yesu alimjua huyu mtu ni tulikuwa naye mahali fulani na nikamponya. Akamwambia, sasa umekuwa mzima. Akamwambia, ushauri uko hapa. Usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Bwana apewe sifa. Kumbe kuna mambo ambayo tunajipata ndani yake kwa sababu tumeondokea mapenzi ya Mungu. Tumeondokea haki ya Mungu. Tunatenda dhambi. Tunatorokea ushauri wa Mungu. Tunakosa kufanya kile Mungu ametuagiza tufanye. Mungu anaachilia jambo ambalo itakuwa as an agent of awakening us, ama kutuamsha tuweze kufikiria tulipoteza wapi, tulipoteana na Mungu wetu wapi, turudi katika makutano ya njia ili Mungu aweze kupelekana nasi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kuna maagizo Wanaisraeli walipewa na Mungu wakati waliambia Mungu ya kwamba wanataka kupelekana na yeye.
Mungu apelekane na wao. Mungu aliwaambia ya kwamba lakini mchunge huyo malaika nitakayewapea, mchunge msitende dhambi, kwa maana atawaadhibu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hata kama majibu yako yamejibiwa, usiache Mungu. Bwana apewe sifa. Mungu anaweza tuma jambo litakalo kufanyika kukukumbusha mahali umetoka, urudi katika makutano ya njia, uweze kupelekana na Mungu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. And to all this, God does it because he wants us to know his way, to his glory. Bwana apewe sifa. Verse 15 nasema ya kwamba yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi, kwa kuwa ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Sasa amemjua. Kwa hivyo ni wewe Yesu uliyeniponya. Kwa hivyo ni wewe uliyeniambia nichukue godoro lako niende. Na nilikuwa nimeulizwa hivyo na Wayahudi. Akaenda kwa Wayahudi, akawaambia ni Yesu aliyeniambia. Ile godoro niliyokuwa nayo siku ya Sabato ni Yesu aliyekuwa ameniambia nijitwike godoro langu niende. Verse 16, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Kumbe ile hukumu Wayahudi bado walikuwa nayo. Walikuwa na ghadhabu. Huyu mtu anayekeuka sheria ya Wayahudi ni nani? Wakawa sasa wanamfuatilia. Na wakati huyu mtu aliwatea habari ni Yesu, wakamwendea Yesu. Bwana apewe sifa. Wakawa na ghadhabu kwake, wakitaka kumwadhibu kulingana na sheria ya siku ya Sabato. Verse 17, akawajibu, baba yangu anatenda kazi hata sasa. Bwana apewe sifa. Yesu ni mfano mmoja kwetu wa jinsi tunavyoweza na tunavyopaswa kufuatilia mapenzi ya Mungu wetu. Mungu alikwambia usiue, usidanganye, usitoe ushuhuda wa uongo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mambo haya tumeambiwa katika sheria ama katika Torati. Mambo haya ambayo Yesu anatufunza, mambo hayo ambayo tuliambiwa katika wakati Mungu alipeana the 10 commandments kwa Musa. Kuna mambo tumeagizwa tusiyafanye na mengine mengi. Bwana apewe sifa. Yesu akatubia kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo zaidi ya kuweza kumfuatilia Mungu, tafuta mapenzi yake. Bwana apewe sifa. Haleluya. Yesu anatuambia kwamba alifanya hiyo kwa sababu baba yake aliyemtuma anafanya kazi hata sasa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Unajua ilikuwa siku ya Sabato. Kwa hivyo alisema hata leo siku ya Sabato Mungu kuna watu wanaponya. Mungu kuna watu analeteshia mali yao. Bado Mungu kuna watu anaokoa. Mungu kuna watu anapatanisha. Bwana apewe sifa. Mungu kuna watu analisha. Kuna watu wanachunga. Wako mikononi mwake. Anafanya kazi hata sasa. Hata wakati mnasema kuna sheria ya Sabato, bado baba yangu anafanya kazi hata sasa. Kwa hivyo pia nami kama mwana, Yesu anasema hivyo, mimi kama mwana nafuata mapenzi ya aliyenituma baba yangu. Bwana apewe sifa. Wewe ukiulizwa na watu, kwa nini unahubiri? Kwa nini unamfuata Mungu? Kwa nini una imani ya Kikristo? Kwa nini unakiri kwamba Yesu ni Bwana? Kwa nini hautendi dhambi? Unawaambia watu nini? Ni kwa sababu ulifunzwa na mzazi? Waambie ni kwamba kwa sababu Muumba wangu ni mtakatifu, kwa hivyo nami napaswa kuwa mtakatifu. Praise the name of the Lord. Muige Kristo, atakutetea. Wacha haki yako iwe ni ngao katika maisha yako, ikutetee. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Usiyubayube. Usione Wayahudi wanakuinukia ama watu wanakuinukia useme ya kwamba sasa nimeisha. You are not finished. You are on the journey. Kile Mungu anataka ufanye ni utoe ushuhuda, utetee neno lililo ndani yako. Bwana apewe sifa. Anatenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimwita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Bwana apewe sifa. Wayahudi
hawakutosheka na jibu la Yesu ya kwamba anafuata mapenzi yake. Hivyo ndivyo pia watu wanaweza kosa kukuelewa, wanaweza kosa kukuunga mkono uendelee kutenda mapenzi ya Mungu. Wanataka umuudhi Mungu, umuondokee Mungu, utende kile wao wanataka. Lakini Mungu hataki hivyo kwako. Wewe fuatilia Mungu, wanapewa sifa. Sasa wametafuta hatia ingine kwa Yesu. Wanasema hata sio tu kuvunja sheria ya Sabato umevunja, hata sasa wajiitanisha, waita Mungu baba yako na unajifanya kuwa sawa na yeye. Wanapewa sifa. Maandiko inasema we as believers, if we believe in God, we are gods. Wanapewa sifa. Sisi ni miungu. Kwa hivyo nguvu za Mungu zinafanya kazi ndani yetu. Ndiposa wakati unapata mtu mgonjwa ukimwombea anapata kupona, kwa sababu nguvu za Mungu za uponyaji zinafanya kazi ndani yako. Ndiposa unatumwa na neno kama hivi limekuja na unahubiri kile Mungu amekuambia uhubiri, na hivyo unafanya mapenzi ya Mungu. Wanapewa sifa. Ukiambiwa hivi unahubiri sio vizuri. Sasa wewe unapaswa usimame useme ya kwamba hivyo ndivyo Mungu wangu ameniagiza nihubiri, na umalizie hapo. Wanapewa sifa. Haleluya. Mungu wako atakutetea. Hivyo unaomba, haupaswi kuomba hivyo. Kama ni Roho Mtakatifu anaomba akiwa ndani yako, wewe endelea. Praise the name of the Lord. Muombe Mungu. Yataje hayo mambo kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Wherever you are, if you hear the voice of God directing you to do something or not to do something, do not hesitate to obey the will of God or to obey His voice. Because in the obeying His voice, you are passing a test of obedience. And the test of obedience, if you pass, there is a reward. Wanapewa sifa. Hallelujah. Tufuatilie Mungu wapendwa. Dunia hii inaweza kosa kuelewa watakatifu wanafanya hivyo kwa nini. Inaweza kosa kuelewa kwa nini unachokozwa na wewe haujibu. Inaweza kosa kuelewa kwa nini unafinyiliwa na unaomba tu ukimenyamaza. Unangoja Mungu akutetee. Wewe haupigani ngumi kama watu wa kawaida. Wewe hautusiani kama watu wa kawaida. Wewe hauinukii watu kama watu wa kawaida. Hauwaendei watu kinyume kazini ili upate promotion au upate nafasi yao kama watu wa kawaida. Unamuomba Mungu kwa njia zake yeye akutetee. Praise the name of the Lord. Hallelujah. You do not bribe to get that job. You do not give out your body to get that promotion. You do not give out your body just to get married to someone. You wait for the purpose of God to fulfill or to prevail in your life. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Let us remain faithful to God. In our salvation, let us make God proud. Let us please our God in whatever we are doing. Praise the name of the Lord. Nimalizie verse 18 nasema, basi Yesu akajibu akawaambia, amini amini nawaambia, verse 19, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amwona Baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndio ayatendayo mwana vile vile. Anapewa sifa. Hapa tunaambiwa ya kwamba unapofanya jambo lolote, jiulize kama Mungu amekuagiza ufanye hiyo. Unamuiga nani katika maisha yako? Unamuiga nani katika kuhubiri kwako? Unamuiga nani unapotoa ushauri kwa watu? Unamuiga nani unapoamua au unapofanya uamuzi katika maisha yako? Who are you emulating? Ni nani amekuambia ufanye hivyo? Kama ni Mungu, endelea. Praise the name of the Lord. Wewe endelea. Usikwazwe na mtu, usikwazwe na jambo, usikwazwe na hali. Hali ni ya muda, itakuja na itapita. Lakini unapoendelea kufanya mapenzi ya Mungu, there is a reward. Let us remain faithful to God. Let us do His will. Let us seek Him, that He may reveal His will unto us through His word, through the speaking of the Holy Spirit, through in the dreams. You might hear a voice from God, but because that voice ikakufanya uondoke watu fulani, unasema, lakini hawa watu tumetoka na wao baya, siwezi waacha, siwezi fanya hii, siwezi fanya hii kwa sababu wataona ni kama nimekosa kufanya vile wanataka. Praise the Lord.
ningependa uweke nia yako kwa kumtii Mungu. Umtii Mungu vile anavyotaka, atatembea na wewe. Bwana apewe sifa. Ibrahimu alitembea na Mungu. Ibrahimu aliambiwa, toka katika nchi yenu, katika jamii yenu, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Huko nataka kukubarikia. Bwana apewe sifa. You just do what God wants you to do. You just walk with God. You just follow God. Even if you follow him blindly, as far as is him that you are following, hata kama ni yeye unafuata, hata kuacha, na utaona malipo ya kutii kwako. Bwana apewe sifa. Bwana wabariki sana, awatende mema na atembee nasi tunapotii sauti yake na tunapotia bidii kufanya mapenzi ya Mungu, as we diligently do his will. Na tuweze kuomba kwa ajili ya hilo neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana masaa haya. Jehova uinuliwe. Asante Bwana kwa sababu umetunenea kupitia neno lako mfalme, tumelisikia. We receive your word, and my God, we pray that you give us your spirit, that we may be able to fulfill your will in our life. Katika jina la Yesu Kristo Mungu, tutie nguvu kufuatilia mapenzi yako katika maisha yetu. Wewe ni mwema, hautatuachilia. Wewe ni mwaminifu, hautaachilia watu wako wanapofuata kuyajua na kufanya mapenzi yako. Bali katika jina la Yesu Kristo Mungu tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Kama uko pale na hujaokoka, nikipenda nikuombe ili uweze kupata wokovu, mpokee Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Wa masaa haya uweze kukata kauli ya kusema ya kwamba I now receive Christ. I now make a decision to do God's will. Because God's will in our lives is to know him and follow him and get saved. Because that is the reason he sent Jesus unto us. That is why Jesus went on the cross. He died. He did not hesitate death for us to be alive in his spirit. Bwana apewe sifa. Tuweze kupata wokovu. Akamwaga damu ambayo ni damu ya agano, tukapate kupata agano na Mungu. Tutakapomwamini tutapata uzima wa milele. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo karibuni sana wewe ambao hujaokoka, ukapata kurudia ombi hili la wokovu nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimesikia sauti yako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakata kauli siku ya leo ya kupata wokovu wako. Ninakiri ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Fuata majina yangu katika kitabu cha mauti. Uyaandike majina yangu katika kitabu cha uzima. Nimeokoka siku ya leo na nimekata kauli ya kufuata. Nimeachana na shetani na kazi zake baya. Nimeamua nikufuate, nipate uzima wa milele. Nisaidie katika safari yangu ya wokovu. Na ni katika jina la Yesu nimeokoka na nimeamini. Sema amen. Bwana akubariki sana. Acha nikuombee wewe ambaye umepata wokovu, ili Bwana aweze kukupa ile neema ya wokovu na atembee na wewe. Wacha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekushukuru Bwana kwa ajili ya mtu huyu ambaye siku ya leo amekata kauli ya kuokoka. Baba, namuombea ukatembee na yeye. Baba, timiza ahadi yako kwa watu ambao wameokoka na wamekiri kwamba Yesu ni Bwana. Baba, umuonyeshe fadhili zako na neema yako Bwana itembee na yeye katika safari hii ya imani. Na katika jina la Yesu Mungu, umpiganie vita zote na umuongoze, umushike mkono. Hata wakati wa mwisho tarumbeta ya mwisho ikilia, akasikia sauti ya tarumbeta, akabadilishwa afanane na wewe Bwana, ili akaweze kukulaki mawinguni. Katika jina la Yesu Kristo Mungu, akaweze kuishi na yeye na wewe. Na katika jina la Yesu Kristo Mungu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana akubariki sana. Ninakualika ili kama uko na sadaka yako ukaweze kuitoa. Na kwa sababu katika mitandao, nikikuomba ya kwamba nikupatie namba ya simu utakayoitumia kutuma sadaka yako ama matoleo yako kwa ajili ya kusupport hii ministry ambayo ni ya The Light in Us Gospel Movement. Tuko katika mitandao YouTube, Facebook, TikTok and every platform ya mitandao
ambao tumeingia, utatupata mahali pale, even Instagram. Nikipenda ya kwamba kwa sababu ya mambo ambayo tunastahili kuitimiza, mambo mengine tunatumia pesa. I welcome you in the name of the Lord. You support us and you support this ministry, you support us as we continue preaching the true gospel, reaching out to people in the social media and even one-on-one, so that God may continue being established in the hearts of many. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo ningependa nikualike wewe yule ambaye uko na sadaka yako ama matoleo yako, na utatoa kwa namba hii ya 0710 974 171. M-Pesa number 0710 974 171. Ubarikiwe sana na Bwana wa mbinguni apate kukubariki. Amen, amen. Be blessed until we meet again. Shalom. Thank you.